mtakatifu, Ebeneza uliyeziumba mbingu na nchi, Bwana wa mabwana, ni wakati mwema ambayo Bwana ninanyenyekea chini ya miguu yako nikiliabudu na kuliheshimu jina lako, mfalme wa ajabu. Baba, ninakushukuru na ninakuabudu ni kwa ajili ya wakati mwema ambao Baba umetupatia. Tangia asubuhi Jehova tumeuona mkono wako ukituongoza na ukituelekeza Bwana. Imefikia wakati mwingine wa kukula katika meza yako, Bwana wa majeshi. Naomba Bwana ninaposimama mbele ya hii madhabahu Bwana na kuleta neno lako kwa watoto wako Baba, ukanitumie kama chombo cha kipekee, mtakatifu wa ajabu. Baba, unasema katika nyumba yako kunazo vyombo nyingi Bwana, bali kile ambacho kinajitakasa Bwana unakitumia. Nimekuja kwako mfalme nikiomba ukanitakase kwa damu yako Bwana wa majeshi, ambayo ilimwagika msalabani ni kwa ajili ya dhambi zetu, Bwana wa mabwana. Jehova, naomba ukachunguze moyo wangu na kutoa chochote kisichostahili mbele zako Bwana. Naomba ukanitakase kwa damu yako ambayo inanena makuu Jehova. Ukanifanye chombo kiteule Bwana wa mabwana, ukanifanye chombo cha sifa katika jina la Yesu Kristo Bwana wa majeshi. Baba mbinguni, nguza kinywa changu na ukanguze mawazo yangu Bwana. Ninaponena hili neno likatoke kwako katika jina la Yesu Kristo. Nisije nikanena maneno yangu, Bwana wa mabwana. Naomba Bwana ukanipatie kibali cha kusikizwa, ukanipatie kibali cha kunena mahali hapa Bwana, katika jina la Yesu Kristo mfalme wa ajabu. Ubarikiwe na uinuliwe Bwana. Asante ni kwa ajili ya wasikilizaji wetu Bwana, wale ambao Bwana wanatufuatilia wakiwa katika mitandao na wale ambao wanatufuatilia wakiwa katika biashara zao Bwana. Naomba Jehova ukawakumbuke na pia ukawatendee Bwana. Unapotubariki usije ukawasahau Jehova, bali pia ukawanguze kwa nguzo wa kipekee Shaddai. Bariki biashara zao na ukabariki kazi ya mikono yao Jehova. Baba mbinguni uinuliwe na ubarikiwe. Wale ambao wako mahali hapa Bwana, nimekemea roho ya usingizi katika jina la Yesu Kristo Bwana wa mabwana. Kila mawazo kupotea Bwana nakemea katika jina la Yesu Kristo. Nimetangaza umoja na ni kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu naomba na kuamini. Kila mtu aseme amen. 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 Siku ya leo naenda kuzungumzia kuhusu uongozi ama leadership, and I want to talk to you who is a leader. Kiongozi ni nani? Kiongozi ni mtu ambaye ameteuliwa ili kuweza kuongoza kundi fulani. Bwana asifiwe. Umeteuliwa kwa ajili ya makusudi ya Mungu, ama hata katika maeneo yoyote unaweza kuwa umeteuliwa kuongoza katika nchi, ama kuongoza katika kanisa, ama kuongoza katika shule, yani kuongoza mahali popote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi anaweza kuwa ni mtu yeyote aliyeteuliwa ili kuweza kuongoza wengine kuweza kufikia mahali fulani. Bwana asifiwe. Yani tunaweza kuwa tuko na malengo. Kwa mfano tunaweza kuwa tuko na kikundi fulani ambacho tunataka kutengeneza. Lazima tukue na kiongozi wetu ambaye atakayetuongoza ama ambaye pia atakayetuwakilisha. Bwana Yesu asifiwe. Hata katika nchi letu la Kenya tuko wananchi wengi, na pia tuko na viongozi wetu ambao wanatuwakilisha katika maeneo mbalimbali. Tuko na kiongozi wetu ambaye ni kiongozi wa taifa ambaye anatuwakilisha katika nchi zingine. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na viongozi katika county ambao wanawakilisha mahitaji ya county yetu katika taifa. Bwana asifiwe. Tuko pia na kiongozi ambaye wako pia ni viongozi wa mashinani. Tuko na MCS, tuko pia na viongozi wa kijiji. Hivyo ndivyo ilivyo katika ufalme wa mbinguni. Katika kanisa pia tunao viongozi mbalimbali ambao wameteuliwa ili kuweza kuwakilisha wengine katika pengine maeneo mbalimbali. Bwana asifiwe. Unapoteuliwa au hujateuliwa kumaanisha kwamba wewe ni mzuri kuliko wengine. Haijamaanisha kana kwamba wewe umewashinda wengine. Haijamaanisha kana kwamba wale wengine hawawezi kuongoza, lakini wamekuaminia na hiyo uongozi, wakajua kana kwamba wewe unaweza ukatuongoza na tunaweza kufuata hatua zako unapotuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua kama kiongozi, kitu ya kwanza kama kiongozi unafaa kuwa mtumishi, sio wa kutumikiwa. Bwana asifiwe. A leader must be a servant leader. Bwana Yesu asifiwe. Unafaa kuwa kiongozi mtumishi, sio kiongozi wa kutumikiwa.
Ukiwa wewe ni kiongozi, unafaa kuwa ni kiongozi mtumishi. Na kukuwa kiongozi mtumishi ni kumaanisha nini? Unafaa kutumikia wengine wanapokufuata. Bwana asifiwe. Haujateuliwa pale ukalie kiti ni kuamrisha wengine. Haujateuliwa pale ili kuweza kufinyilia wengine. Haujateuliwa pale ili kuweza kuwakomandi wengine, bali umeteuliwa pale wakaweze kufuata nyayo zako unapowaelekeza kufikia katika malengo fulani. Bwana asifiwe. Na mfano wetu mzuri ni kwa nani? Mfano wetu mzuri unaenda kwake Yesu Kristo, ambaye ndiye tunayefuata katika ufalme wa mbinguni. Sisi zote ni wafuasi wa Yesu, na tunapomfuata huyo Yesu anafanyika mfano mwema katika maisha yetu. Na kwa sababu yeye ni mfano mwema katika maisha yetu, aliongoza akiwa an example unto us. Bwana asifiwe. Na Yesu aliposhuka aliacha ufalme wake, akiwa mfalme akaacha ufalme wake, akashuka duniani ili akaweze kutukomboa. Na aliposhuka duniani, alishuka, alikuwa bado ni mfalme, lakini hakushuka kama mfalme, alishuka kama mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Alipokuja, alikuja kama mtumishi kwa sababu alikuja kututumikia, ndiposa akaweze kufa kwa ajili yetu ili sisi tukaweze kupata wokovu kwa ajili yake. Bwana asifiwe. Na Yesu alipokuja alituonyesha mfano. Twende katika kitabu cha John 13 verse 1 to 5. Tuone ile mfano ambayo Yesu alitupatia. Hapo ni John 13 1 to 5. Inasema hivi: Now before the visit of the Passover, when Jesus knew that his hour had come, that he should depart from this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. And supper being ended, the devil having already put it into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God, rose from supper and laid aside his garments, took a towel and girded himself. After that, he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which he was girded. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona mfano wa Yesu. Ilikuwa ni wakati wa last supper, ama inaitwa Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo Yesu alikuwa anawapatia wanafunzi wake Pasaka, alikuwa anawapatia Pasaka ili waweze kula pamoja, kwa sababu alijua siku zake za kufa zilikuwa karibu. Na kwa sababu alijua vile, aliamua kuwatumikia ili akaweze kuwa mfano kwao, jinsi ambavyo wanastahili kuwa watumishi kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Licha ya kwamba Yesu alikuwa ni mfalme, licha ya kwamba yeye alikuwa amezaliwa katika ufalme, aliweza kuashiria kama mfano ya kwamba tunastahili kuwatumikia wengine tunapowaongoza. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu kuonyesha hiyo, aliweza kuchukua maji mwenyewe na akaweza kuosha miguu ya wanafunzi wake. Na mimi nikifikiria kwa mawazo yangu, ninapotazama ninaona kwamba hiyo miguu pengine ilikuwa na uchafu sana. Hiyo miguu pengine walikuwa wameenda safari mrefu, kwa sababu Yesu alikuwa anatembea na wanafunzi wake wakiweza kuhubiri Injili. Wameenda Judea, wameenda Samaria, na wameenda mahali kwingine kwingi. Bwana Yesu asifiwe. Na hizo nyakati hakukuwa na viatu kama za siku hizi, kama hii ya Pastor Cyrus amevaa. Walikuwa wanatembea na ile kiatu ambayo huko ushago kwetu tunaitanga mkalia. Hiyo naona ndio walikuwa wanatembea nayo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inatengenezwa, ile iko tu open. Hiyo kiatu ukitembea nayo, lazima hata vumbi itakuingia. Na utembea huko iwe ni kama huko kwetu Kitengela. Bwana Yesu asifiwe. Ukitembea kutoka kwa nyumba wakati wa vumbi, ukifika sokoni unakaa kama mwenye ametoka shambani. Na nikiimagine vile ambavyo Yesu alikuwa ametembea na hao wanafunzi wake, wengine walikuwa wametembea safari mrefu, miguu ilikuwa imechafuka, lakini licha kwamba miguu yao ilikuwa imechafuka, licha kwamba miguu yao ilikuwa michafu, hiyo haikumzuia kwamba aweze kuwaosha hiyo miguu, ndiposa akaweze kuwa kufanyika mfano
kwao. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha nini? Kama sisi jinsi ambavyo tunamfuata Yesu, tunafaa kuwahudumia wengine bila kujali ni nini ambacho kimetendeka katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Bila kujali hali yao, bila kujali yeye ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Pengine mimi nimekuja na nguo yangu nimeng'ara, ninamwangalia mwingine ninasema hata uwezi ukaninguza. Hiyo sio uongozi. Bwana Yesu asifiwe. Umekuja umeona mwenzako ako na shida, lakini unajiangalia unasema mimi nimevaa nguo zangu za kanisani, siwezi nikamwangalia, siwezi nikamsaidia. Ujue kwamba hauja qualify katika hiyo nafasi ambayo Bwana amekupatia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukiwa kama wewe ni kiongozi, unafaa kutumikia wengine bali sio kutumikiwa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Lakini siku hizi sio hivyo. Tunatafuta ile ya kwamba ati mimi ninajisikia nikiambiwa nikae hapa ni kama nimetharauliwa sana na mimi ni mkubwa, ati ninastahili kuketi pale. Bwana Yesu asifiwe. Ati nikiambiwa leo ati niambiwe nitoe hii kitu hapa najihisi kana kwamba ni kama nimetharauliwa. Bwana asifiwe. Hiyo sio kitu, kwa sababu sisi ni watumishi, tunafaa kutumikia wengine. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ambapo tunatumikia wengine, tuone katika kitabu cha Philippians chapter 2 verse 3. Philippians chapter 2 verse 3. Ndio tuone tunawatumikiaje. Philippians 2:3. Bwana asifiwe. Tumefika. Tuko na Bible zetu. Nani hapa ana Biblia hapa? Tuko na Bible zetu. Tuko na Biblia. Aya. Tunasoma Philippians chapter 2 verse 3. Inasema nini? Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind let each esteem others better than himself. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nani atatusomea kwa Kiswahili tujue inasema nini? Ndio tuingize vizuri. Acha nisome kwa Kiswahili. Ni wa Filipi kifungu ni cha 2 mstari ni wa 3. Inasema msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno. Bwana asifiwe. Wakati ambapo Bwana amekupatia nafasi ya kuongoza katika nyumba yake, hajakwambia ushindane na mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Chochote ambacho wewe umefanya ama kile ambacho mimi nimefanya, sio kwa kushindana ni nani ambaye anaweza, sio kwa kushindana ni nani ambaye anaweza kufanya, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana Yesu. Bwana asifiwe. Hujafanya kwa ajili ya utukufu wako, umefanya kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Kwa hivyo mimi ninasema kwamba katika ile nafasi ambayo Bwana amekupatia, ukaweze kuitumikia katika moyo wako, katika kujitolea na katika kujituma kwako, bali sio kusema kana kwamba mimi ndiye nimeweza na kama sio mimi hii kitu haingeweza kufanikiwa. Bwana asifiwe. Unajua Mungu anatuambia kwamba hata tusipofanya kazi yake atainua mawe na itamfanyia. Kwa hivyo kama Bwana amekupatia nafasi ya utumishi katika nyumba yake, ningeomba kwamba ukajitume, ukawe kiongozi ambaye ni mnyenyekevu wa kuweza kufanya kazi ya Bwana kwa kujituma na kwa kujitolea, pasipo na majivuno na pasipo na mashindano. Bwana Yesu asifiwe. Hatushindani kufanya kazi ya Bwana, hatushindani kutumika katika nyumba ya Bwana, lakini tunatumika katika kila nafasi kulingana na vile Bwana ametuassign. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na wachungaji wengi katika hii nyumba, na kila mchungaji akisimama mahali hapa kuweza kuhubiri, unafaa kumsikiliza na kumpatia nafasi yake, kwa sababu Bwana amemtuma kwa ajili ya huo wakati. Bwana Yesu asifiwe. Na sio kushindanisha na kusema huyu ameweza na huyu hajaweza. Bwana asifiwe. Wakati ambapo Bwana alimtoa katika hiyo nafasi, alijua kwamba huyu mchungaji anaweza. Wanda ikawa mimi sio mhubiri ule wa kushout sana, lakini kuna ile neema ambayo Bwana amenipatia. Bwana Yesu asifiwe. Wanda ikawa ule mchungaji mwingine ako na neema yake tofauti. Bwana asifiwe. Na hiyo yote ni uongozi katika nyumba ya Bwana. Kwa hivyo tunastahili kuwa viongozi tukiheshimiana na wale wengine, tukiwapatia heshima yao na nafasi yao. Bwana asifiwe. Kila wakati Bwana amekupatia hiyo neema, ongoza kwa kujitolea. Be a servant leader. Bwana asifiwe.
Tuone hapo chini inasema nini? 2 3 soko kushindana. Mstende bali kwa unyenyekevu. Bwana asifiwe. Tunaambiwa tusishindane bali tuifanye kwa unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi katika nyumba ya Bwana anafaa kuwa mnyenyekevu. Kiongozi katika nyumba ya Bwana anafaa kuwa ni mtu mnyenyekevu ambaye anampenda Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio hapo sasa. Neno limetuambia nini? Kila mtu akahesabu mwenzake kuwa kana kwamba yeye ni bora kumliko yeye. Bwana asifiwe. Wakati ambapo Bwana amekupatia hiyo neema, unapowaongoza wengine, usiwaone kana kwamba hawawezi, usiwaone kana kwamba wewe uko pale kwa sababu wewe wengine si bora kukuliko, but ukajione ni nafasi tu ambayo Bwana amekutunukia na ukaona mwenzako anaweza hata kukuliko. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mimi huwa ninasema wakati ambapo mtu yeyote amepewa nafasi ya kusimama katika hii madhabahu na kuleta neno, hata kama ni mtoto mdogo, unastahili kumheshimu kwa sababu ndiye kiongozi wa hiyo siku. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni huyo mtoto mdogo unamuona, unauliza huyo mtoto mdogo atafanya nini? Bwana amemtuma pale kwa makusudi na malengo, na huenda ikawa yeye ndiye amebeba ujumbe wako wa hiyo siku. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unapohudumu, Bwana akikupatia nafasi na kufanya kazi na watu wengine, waheshimu. Bwana asifiwe. Wafanye nini? Waheshimu. Heshimu. Ani hata kama unadili na huyu mtoto mdogo, huyu ako na nafasi yake na ako na neema yake ile ambayo Bwana amemtunukia. Bwana asifiwe. Na tukishajua hiyo, imagine hii kazi ya Bwana tutaipeleka bila msukumano na bila mng'ang'ano, kwa sababu mimi nimeshajua kucheza katika nafasi yangu. Nimejua kama Susan ameitwa, Bwana amemuita kwa wito wake na amempatia hiyo nafasi kulingana na vile ambavyo amemuona. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wenda ikawa yeye ndiye amebeba ujumbe wako wa hiyo siku, wenda ikawa yeye ndiye amebeba ile kitu umekuwa ukitafuta. Bwana ametumana hiyo siku na yeye ndiye ametuma. Bwana Yesu asifiwe. Usiwahi mdharau mtu yeyote. Usiwahi dharau mtu yeyote. Iwe hata wewe ni mtoto mdogo, hata kama ni nani unaongoza, mahali popote unaongoza, apply hiyo neno la Mungu likaweze kukuongoza na ukawe ni kiongozi ambaye anapendeza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Cha muhimu ni kuwa kiongozi ambaye anampendeza Bwana. Na there is principles. Kuna qualities, yani kuna inaitwaje? Kuna qualities za kiongozi bora. Yani kiongozi aliye mwema anafaa kuwa nini? Anafaa kuwaje? Qualities of a godly leader. Anafaa kuwa kwanza ni kiongozi ambaye ni mcha Mungu, ambaye anamuogopa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi ambaye anafanya nini? Anamuogopa Bwana. Kiongozi ambaye ni mcha Mungu. Kiongozi ambaye akona the fear of God inside him. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mtu ambaye ambaye amheshimu Bwana, ambaye ampendi Mungu, hawezi akakuongoza katika njia inayostahili, kwa sababu atakuongoza katika tamaa zake na katika matarajio yake. Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi ambaye ni mcha Mungu, ambaye anampenda Mungu, ataongoza katika njia za Mungu na ataishi katika njia za kumpendeza Bwana. Bwana asifiwe. Twende katika kitabu cha Exodus chapter 18 verse 21. Exodus 18:21. Tuone hapo Musa alikuwa ameamrishwa kuchagua viongozi ambao walikuwa namna gani. Exodus 18:21. Umefika pale? Tumefika Exodus 18:21. Exodus 18:21 nitasoma. Moreover, you shall select from all the people able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness, and place such over them to be rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of 50s, and rulers of 10s. Bwana asifiwe. Hapa tunapewa mwelekeo ya viongozi ambao wanafaa kuaje. Kiongozi anafaa kuwa the fear of God. And the Bible says the fear of
the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Bwana Yesu asifiwe. Unapomwogopa Bwana, unakuwa mtu ambaye ako na uwezo. Kiongozi anafaa kuwa ako na uwezo wa kuongoza. Anafaa kuwa ako na uwezo wa kuweza kuongoza wengine na kuwapatia direction. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza kuongoza wengine hata mahali ambapo wanaona hakuna njia, anawaambia kwa hakika hapa kuna njia, na anawaonyesha mfano ya kwamba tunaweza. Bwana Yesu asifiwe. Unafaa kuwa kiongozi ambaye ni mcha Mungu, kiongozi ambaye anampenda Mungu, kiongozi ambaye anaishi kulingana na neno la Mungu, kiongozi ambaye anakaa katika area ya kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiwa wewe ni mcha Mungu, utakuwaje? Utakuwa number 1, utakuwa na wisdom. Kama wewe ni mcha Mungu, kwa sababu Biblia inatuambia tusome katika Proverbs 9:10. Proverbs 9:10. Proverbs 9:10. Proverbs ni Methali 9:10. Proverbs 9:10. Proverbs 9:10 inasema, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yani kumwogopa Bwana ndio uanzilishi wa hekima. Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi anafaa kuwa na hekima. Na kukuwa na hekima ni kumaanisha nini? Inamaanisha ni kwamba Bwana anakupatia hekima ya kuelewa wakati wa kujibu na wakati ambao ni wa kunyamaza. Bwana asifiwe. Unaelewa wakati ambapo ni wa kuact na wakati ambapo ni wa kutulia. Bwana asifiwe. Wakati ambapo unaweza angalia kitu uone hii argument imekuwa kali sana, uamue kunyamaza. Hiyo ni hekima ambayo Bwana amekupatia. Na ni kwa nini Bwana amekupatia hiyo hekima? Kwa sababu wewe ni mcha Mungu, na kiongozi bora anafaa kuwa mcha Mungu. Na unapomcha Mungu ndiye anayekupatia hizi mambo, kwa sababu hazipatikani katika ulimwengu, bali zinapatikana kwa wale ambao ni wacha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anakupatia wisdom hata wakati ambapo mambo yamekuwa mazito. Wakati mwingine vita zinainuka hata katika makanisa. Wakati mwingine vita zinainuka katika uongozi. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu wewe ni mcha Mungu, Bwana anakupatia hekima kwa sababu unamjua. Na kumjua Bwana ndio mwanzo wa hekima, kwa sababu shamjua, amekupatia hiyo hekima ya kuweza kuelewa jinsi ya kudili na hiyo maneno. Unajua kwamba wakati ambapo mambo yamechemka sana, unastahili kutulia chini. Bwana Yesu asifiwe. Sio kusimama na kuanza kujibisana wala kurushiana maneno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu you have the fear of the Lord in you. Bwana asifiwe. Na mtu anayemcha Bwana ako na ile kumpendeza Bwana katika maisha yake. Katika ile kitu chochote ambacho anafanya kwa ajili ya utukufu wa Bwana Yesu. Bwana asifiwe. Hapo chini inasema nini? And the knowledge of the only one is understanding. Bwana asifiwe. The knowledge of the only one is understanding. Yani maarifa ya mtakatifu ni kuelewa. Watu wengine hawaelewangi. Bwana asifiwe. Kuna watu wengine atabishana for nothing. Utashinda ukibishana for nothing. Utashinda ukireact for nothing. Utashinda ukiinua sauti for nothing. Bwana asifiwe. Mungu atupatie understanding. Na knowledge inahitaji unasoma ili uweze kupata knowledge. Usiposoma huwezi pata hiyo knowledge. Bwana Yesu asifiwe. You read the word of God and you get the knowledge of the Bible. Bwana asifiwe. You get the knowledge of the word of God. Unapata maarifa ya neno la Mungu jinsi ambavyo inasema. Na huwezi ukayapata kama haujasoma. Bwana asifiwe. Utajua aje kama Biblia imesema hii ni dhambi kama haujasoma? Utajua aje? Unafaa kuwa msomi wa neno ili uweze kupata knowledge ya kiungu. Hiyo tunaipata katika the word of God. Bwana Yesu asifiwe. Unafaa kuwa msomaji wa neno la Mungu. And unajua ukiwa na wisdom ya Mungu, unaweza Bwana anakupatianga hiyo neema ya kujua hawa ni kina nani ninadeal na wao. Unajua Mungu anaweza akakupatia wisdom, unapata huyo mtu anakuanga difficulty, lakini kwa sababu ya ile hekima Mungu amekupatia. Imagine unadeal na huyo mtu mpaka watu
kuuliza, na unajilingi aje na fulani? Bwana Yesu asifiwe. Na unaishingi aje na fulani? Na unatembeanga aje na fulani? Kwa sababu anakuanga difficult. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu Bwana amekutunukia hiyo neema, amekupatia hiyo hekima ya kuweza kuanto watu tofauti, na unakuanga ni kiongozi wa kila mtu. Bwana asifiwe. Unajua hata ukiwa mchungaji, unafaa kuwa Bwana amekupatia neema na hekima ya kuanto kila mtu. Kwa sababu sisi sote we are created differently. Bwana asifiwe. Tuko tofauti. Unajua reactions za Susan sio reactions zangu. Emotions za mama Masi sio zangu. Feelings zangu sio zake. Bwana Yesu asifiwe. Na kuelewa kwangu sio kuelewa kwake. Bwana asifiwe. Tuko na understanding tofauti. Pengine mimi hii ninaielewa tofauti na vile yeye anaielewa. Lakini Bwana anakupatia hiyo neema kama kiongozi ya kuweza kutuaccommodate sisi wote. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni wisdom ya Mungu ambaye huwa anakupatia kuweza kutuaccommodate. Praise the name of the Lord. Number 2. Kiongozi anafaa kuwa na humility. Humility ni uvumilivu. Bwana asifiwe. Amen. Unampatia mwingine nafasi hata kama inakuchoma, unavumilia tu. Bwana asifiwe. Unapea wengine nafasi ya kujielezea. Unapea wengine nafasi ya kujiexpress. Hata yani every opinion matters. Bwana asifiwe. Kama wewe ni kiongozi, unachukua opinion ya kila mtu. Licha kwamba pengine ninaweza kuwa nimeileta sio kulingana na vile wa kiongozi hapa alikuwa anatarajia, lakini kwa sababu ya ile humility ambayo Bwana amempatia, anaiweka in a way that yani haitaonekana kwamba huyo mtu ni kama amekosea. Itaonekana ndio alikuwa amejaribu, lakini ya kwamba ndio ni opinion but haitaingiana kwa wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hautasimama upinge wengine umwambie hapana wewe usaili kuongea hivyo. No. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anafaa kutupatia principles ambazo ni za juu sana kuweza kuongoza wengine. Integrity. Bwana Yesu asifiwe. Integrity inamaanisha nini? Integrity, uko na msimamo wako. Yani ni kama integrity ni mtu asiyehesabika katika mambo ambayo hayastahili. Bwana asifiwe. Yani mtu asiyehesabika. Yani kuna watu wengine ni viongozi kanisani, lakini mahali ambapo kuna corruption they are number 1. Mahali ambapo kuna masengenyo they are number 1. Mahali ambapo kuna maneno mabaya they are number 1. Bwana Yesu asifiwe. How is your integrity? Yani unafaa kuwa uko na msimamo. Ukitembea tu hivi watu wanaweza sema kwa hakika huyu mtu tunamjua. Yani wanaweza toa ushuhuda wako, uaminifu wako na kusimama kwako. Bwana asifiwe. Kuna watu wengine hata mahali ambapo wanafanya kazi hawana integrity. Integrity yao iliisha kitambo. Bwana asifiwe. Wewe mwenyewe ikikufika ni corruption. Wengine wakifanya corruption kwa kazi, uko pale ndani yao. Wewe utakuwa umesimama wapi? Bwana asifiwe. Unafaa kuwa tofauti na watu kama hao kwa sababu wewe ni mteule wa Bwana. Wewe unaishi maisha tofauti na wengine. Unabeba msalaba kwa ajili ya huyu Yesu. Bwana asifiwe. Your integrity. Wengine wananga misimamo, anaendanga tu na ile imekuja. Ikikuja hii anaingia, ikikuja ile anaingia. Kwa mtu wa principles zako. Bwana Yesu asifiwe. Usikuwe mtu tu wa kubeba, yani wa kubeba tu na upepo. Kuanga na msimamo wako wajue hata wewe uko na msimamo wako. Bwana asifiwe. Lakini wengine wetu tunakosa msimamo. Leo ikikuja ile inaruka unaruka. Ikikuja ile inaanguka unaanguka. Ikikuja ile inaenda inabeba watu ikipeleka west umeenda west. Bwana Yesu asifiwe. Simama, kuwa na msimamo wako. Sema mimi hapana. Licha kwamba hili linateleka. No, I'm not. Si got that matatu. Bwana Yesu asifiwe. Sijuko pale. Have your own integrity. Service. Utumishi. Yani huduma, service. Huduma. Bwana asifiwe. Kiongozi bora anafaa kuwa na service za kuwapendeza wengine. Vile unawasafu wenzako, hivyo ndivyo watakuwa na kuwei. Yani wanakupima na vile unawasafu. Bwana Yesu asifiwe. A good leader should be faithful. Faithfulness. What is faithfulness? Nani anajua uaminifu ni nini? Uaminifu ni kuwa mwaminifu wakati hata
ambapo hakuna mtu anakuangalia. Bwana Yesu asifiwe. Uaminifu inamaanisha kwamba I am faithful to myself and to my God. Yani licha kwamba umepata nafasi ya kutenda dhambi, but you are faithful to yourself. Bwana Yesu asifiwe. You cannot do that. Despite that, you have got that chance to do it. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ambaye leo sio mwizi, sio ati kwamba yeye si mwizi, lakini ni kwa sababu hajapata hiyo nafasi ya kuiba. Bwana asifiwe. Kuna mtu ambaye hata huwezi ukamwamini na vitu zako. Kuna mtu hata huwezi ukamwamini na watoto wako. Kuna mtu hata huwezi ukamwamini leo na mke wako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu hata huwezi ukamwamini leo na bwana yako. Bwana asifiwe. Kwa sababu they are not faithful even to their own lives. Bwana asifiwe. Uaminifu ni kwamba licha kwamba leo nimepata nafasi, naweza nikatenda dhambi, lakini siwezi nikaitenda kwa sababu ninataka kuishi maisha ya uaminifu. Kwa uaminifu ni kumwogopa Mungu, sio mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo tunamwogopa mwanadamu ni wakati ambapo ninasema siwezi nikafanya ili ni kwa sababu mume wangu yuko karibu. Siwezi nikafanya ili ni kwa sababu mke wangu yuko karibu. Siwezi nikafanya ili ni kwa sababu ninaonekana. Bwana asifiwe. Lakini wakati wewe mwenyewe uko mwaminifu, unasema licha ya kwamba hayuko karibu, licha ya kwamba hayuko na mimi mahali hapa, licha ya kwamba hatuko na yeye, but I will always remain faithful. Bwana Yesu asifiwe. Umepata nafasi ya kutenda kitu lakini huwezi ukatenda. Umepata nafasi ya kuiba hata pesa za kanisa lakini hauwezi, kwa sababu you are so faithful to yourself and to your God. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mtu ambaye ataangalia leo, aone leo kikapu ya sadaka imepelekwa juu na hakuna mtu, aende tu anyakue kidogo. You are not faithful. Umeiba kwa sababu umejua kuna mtu anakuona, lakini ukasahau licha kwamba hakuna mtu amekuona, but kuna macho ya Mungu ambayo kila mahali ikikuona. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. You are faithful kwa wengine, lakini you are not faithful even to yourself. Bwana asifiwe. Unakaa tu hivi unaangalia, unapimanisha, unasema nimeenda mbali sana. Hapa hakuna wachungaji wangu, hapa hakuna washirika wangu, hapa hakuna watu wa kwetu wananijua, ninaweza nikatenda dhambi. Bwana asifiwe. Usisahau kwamba ndio utatenda dhambi, lakini haitajisahau kwa sababu wengine wako pale, but Bwana anakuona. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Faithfulness. Bwana asifiwe. Be faithful unto yourself. Be faithful to yourself. Before being faithful to others, be faithful to yourself. Bwana asifiwe. When I'm faithful to myself, kuna vitu ambazo siwezi nikafanya, kwa sababu I am so faithful to myself, and despite being faithful to myself, I'm also faithful to my God. Licha kwamba niko na nafasi hiyo, lakini kwa ile kumwogopa Mungu ninamwogopa, siwezi nikatenda hilo jambo. Bwana asifiwe. Kuna mtu ambaye leo uwezi ukamwamini hata kumtuma mahali na mke wako. Bwana asifiwe. Na ni kiongozi kanisani, lakini ukimtuma na mke wako hata hawajafika Machakos ameshamtongoza. Bwana Yesu asifiwe. Na amesahau. Unajua kuna kitu moja watu usahau. Sasa wewe unatongoza mke wa mwenzako na anajua mwenzako. Bwana Yesu asifiwe. Uwezi ukamwamini, ukimtuma hawezi fika kule, ashamletea mashida ile ijaionekana. Bwana asifiwe. Na ni kiongozi kanisani, anatuongoza tu. Kuna mtu uwezi ukamwamini na mume wako, ukimtuma tu kwa nyumba yako hivi ashatongoza bwana yako, kwa sababu yeye sio mwaminifu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hizo sio principles za kiongozi wa kanisa. Kama wewe ni kiongozi wa kanisa, usifanye kitu kama hicho. Usimwogope wanadamu ati hawakuoni, muogope Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Unasema mume wangu leo ameenda kazi, wacha nikaribishe huyo mwingine. Wewe, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hapo ndio sasa atarudi. Hata huwa arudi hiyo siku zingine. Hiyo siku zingine arudingi. Sasa hiyo siku anaenda kumbe hata amesahau kitu kidogo, anarudi nyumbani. Bwana asifiwe. Unajiaipisha katika mtaa. Tunakujuanga wewe ni mtu mzuri kanisani. Tunakujua kama kiongozi mzuri kanisani, but you are not faithful. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Be faithful to yourself. Be faithful to your God. Be faithful to others. Bwana asifiwe. Ni
nilikuwa naweza nikakuaminia kukuacha na huyu mtoto wangu. Ninajua kama nimemwachia mama si huyu mtoto, I'm safe. Ninajua huyo ninamwamini na huyo mtoto, na ninajua atamlinda vizuri na atamwangalia vizuri. Bwana asifiwe. Kama nimetumtuma kwa nyumba yangu, ninamwamini kabisa 100%. Ninajua huyo mtu ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Lakini siku ya leo hakuna uaminifu, hata kwa viongozi wenyewe hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Faithfulness, uaminifu tumekosa. Compassion, huruma. Bwana asifiwe. Ukiwa kiongozi unafaa kuwa na huruma, kuhurumia wengine. Ukiona mwenzako analemewa, try to carry their burden. Bwana asifiwe. Unawabebea hiyo mzigo. Kama pengine mimi ninaona huyu dada amelemewa na kitu fulani, najaribu kubeba mzigo yake. Nakuwa na hiyo huruma ya kumhurumia kama kiongozi wake. Bwana asifiwe. Na si mtu akikuja akikuletea shida zake unakuwa BBC ya kutangaza. Bwana asifiwe. Kama mtu amekuaminia, nikikuaminia na siri zangu, Francisca, nimekuamini na nimejua kwamba utanisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sijakuja kukuambia ndio umenihurumia, lakini umeenda kutangaza kwa kila mtu. Hiyo sio uongozi. Bwana asifiwe. Aya, ukiona jirani yako anateseka, wewe unamsaidiaje? Ama wewe kazi yako ni kwenda tu ukitangazanga, ukisema umeona vile huyo mtu anateseka, umeona vile huyo mtu ako na shida, hata kiti hana, hata kitanda hana, hata mattress hana. Badala kama wewe uko na mbili umpatie moja, wewe kazi yako ni kutangaza. Bwana Yesu asifiwe. Huyo sio principles za Mungu. Principles za Mungu ni tuwe na huruma kwa wengine. Nikiona huyu mtoto anateseka, hata sio lazima nikuje niwatangazie. Niko katika hiyo nafasi ya kumsaidia, nibebe hiyo mzigo, nifanye nini? Nimsaidie. Bwana Yesu asifiwe. Na si eti nikimsaidia nikuje kutangaza kanisani ati umeona fulani nilimsaidia. Wewe, Bwana Yesu asifiwe. Huo sio uongozi wa Mungu. Mungu anafaa kuwa ametupatia hizo roho za kusaidia wengine, za kubeba mizigo ya wengine. Jambo lingine, hizo huruma, ukiona mwingine anapotea, kuwa na hiyo huruma ya kumrudisha katika nyumba ya Bwana. Usikuwe wewe ni wa kufurahia wakati mwingine anapotea. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mtu ambaye tumekuwa na yeye katika ushirika, tumekuwa na yeye katika ushirika wa mama ama wa vijana ama wa wazee, mtu ameteleza kidogo, usitumhurumie, tumbebe. Biblia inasema tumrejeshe. Kwa nini? Kwa upole. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio principle ya kiongozi. Kama ni Francisca amepotea, tunamwendea kwa upole na sio kwenda kumkashifu. Tunambeba katika hiyo upendo wa Yesu Kristo, tunamshughulikia katika upendo wa Yesu Kristo, na tunamrejesha katika upendo na katika neema ya Yesu. Bwana asifiwe. Lakini siku ya leo tunaishi maisha mengine ambayo leo mtu akijua leo mke wa mtume ameanguka, ndio sisi tutakuwa wa kwanza kutangaza. Tunaweka mpaka kwa mitandao. Bwana Yesu asifiwe. Nani amekutuma kwa maisha ya mwingine wewe? Bwana asifiwe. Mtu akijua leo mke wa mtume ameanguka, Bwana Yesu asifiwe, badala mbebe kwa upendo na mbebe katika maombi ili Bwana aweze kumsimamisha na kumdumisha, mimi nitakuwa wa kwanza kwenda nikiambia watu, umesikia kile kimetendeka, umesikia vile mke wa mtume amefanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umesikia vile mke wa mtume amefanya. Bwana asifiwe. Badala kumbeba katika maombi ili angalau Bwana anaweza akamhurumia na akanirejesha katika njia zake, ninafanya tu kutembea mkitangaza. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sio upendo wa Yesu Kristo. Upendo wa Yesu Kristo ni kwamba nikijua dada yetu hapa ameanguka katika dhambi, tunamuongelesha kwa upole na tunamrejesha kwa upole kulingana na neema ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yeyote anaweza akaanguka. Mtu yeyote anaweza akaanguka. Bwana asifiwe. Hata mimi vile nimesimama hapa ni kwa neema ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Ni kwa neema ya Bwana. Hata mimi mwenyewe ninaweza nikaanguka. Lakini unafaa tukue na hiyo huruma ya kuwapenda wengine katika upendo wa Yesu Kristo. Nikisikia fulani ameanguka katika dhambi, isikuwe ni furaha yangu kwa sababu ya ni kondoo moja imepotea, na ni huzuni mbinguni kwa ajili ya hiyo kondoo moja imepotea. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kama kiongozi, ukisikia kondoo yako imepotea, ukisikia kondoo yako imeanguka, wewe chukua hiyo nafasi, piga
muombe, na pia chukua hatua ya kwenda kumuongelesha. Usisikie uvumi ubebe uvumi. Bwana Yesu asifiwe. Chukua hatua, enda uongee na huyo mtu, atakuelezea vile kulienda na utamwelekeza katika njia za Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Utamwelekeza katika njia za nani? Za Kristo, kwa sababu Kristo anatupenda na alitupenda. Wisdom hiyo nilikuwa nimeongelelea. Courageous. Kiongozi anakuanga courageous, akuwa na ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Ukisimama, simama kwa ujasiri. Usiseme mimi sijui, mimi sielewi. No. Mwambie simama vizuri na nguvu, ujikanyangie. Hiyo nafasi ni yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na hiyo nguvu. Be courageous. Usiogope. Watu ambao wanampenda Bwana wanakuanga courageous. Watu ambao wanamtumikia Bwana wanakuanga courageous. Wanakuanga na nguvu. Wanakuanga yani watu ambao wamejituma. Si kusimama tu na kusita. Usisitasite. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati ambapo Musa alitumwa na Mungu kule kwa Farao, aliuliza Mungu, nitaongea namna gani? Nitamface Farao namna gani? Lakini Bwana alikuwa shamtazama na kujua kwamba unao uwezo wa kuweza kumfikia Farao. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kana kwamba Mungu hakuwa anajua, kana kwamba Musa alikuwa kigugumizi. Alikuwa anajua. Kwa hivyo kama Bwana amekuchagua katika hiyo nafasi, licha ya udhaifu wako, Bwana anajua. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa courageous, kwa na nguvu. Ongea kwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa uamrisho, yani ukuwe na hiyo nguvu ya kuweza kujiongea na kujinena. Kiongozi, hata saa hii president wetu akisimama, akianza kutoa hotuba, aanze kusitasita, tutaanza kuwa na mashaka na yeye. Ni ukweli ama ni uongo? Saa hii president akisimama tu hivi, anaongea kulingana na amri, kwa sababu anafaa kuwa courageous akisimama pale. Lakini kiongozi asimame tu hivi, aanze kusitasita, tumeanza kuingia doubt. Hata sisi kama wananchi wa Kenya tumeanza kuingiwa na doubt ya kwamba huyu kiongozi wetu sio capable kutuongoza, kwa sababu ana ujasiri yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So being a leader, you should be courageous. Na sio hata viongozi peke yake, ni uongozi na pia kama mteule wa Bwana. Sisi sote, licha kwamba kuna viongozi wateule wa Bwana, wanafaa kuwa courageous. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na maono. Kiongozi unafaa kuwa na maono. Kuwa na maono ni kusema nini? Unafaa kuwa na vision ya kwamba hiki kikundi changu ninaongoza kuanzia saa hii mwezi wa 4 mpaka mwezi wa Disemba, ningependa tufikie wapi? Ningependa tufanye nini? Ningependa tuelekee wapi? Ningependa kiwe namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Kama kiongozi lazima uwe na vision. Ni nini ambacho ungependa kifanyike kwa kikundi chako? Ni wapi ambapo ungependa mfikie na wewe pamoja na kikundi chako? Lakini sio usiongoze tu kwa sababu umeteuliwa pale kuongoza. Ongoza ukiwa na maono ya kwamba mimi ningependa, kama vile ambavyo Musa aliongoza wana wa Israeli akiwatoa huko nchi ya utumwa ya Misri, alikuwa na malengo na maono ya kwamba ninataka kuwapeleka Kanaani. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ongoza watu wako ukiwa na malengo ya kwamba kuna mahali ambapo ningependa kufikisha hiki kikundi changu ambacho ninakiongoza. Bwana Yesu asifiwe. Accountability. What is the meaning of accountability? Accountability means you are accountable of everything in your group. Bwana Yesu asifiwe. Yani unaweza kuhesabika katika hiyo uongozi, chochote ambacho kiko pale, wale ambao unaongoza, in case of anything you are accountable. Yani unaweza kubeba hiyo msalaba. Wewe ni wewe ambao unahesabika. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe ambao unabeba hiyo kama ni kitu ambacho kimetendeka si kizuri, unakibeba. Bwana asifiwe. Kwa sababu hata sisi kama wachungaji, we are accountable of the wakondoo wale ambao tunawaongoza. Bwana Yesu asifiwe. Tuko accountable, tutatoa hesabu kwa Mungu kwa wale ambao walituaminia na wao. Kama kuna wale ambao walipotea, bado tutatoa hesabu. That is being accountable. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unafaa kuwa accountable kwa wale washirika ambao Bwana amekupatia katika kikundi chako. Umewaongoza aje? Umepoteza wangapi? Umeleta wangapi? Umesimamisha wangapi? Bwana asifiwe. Hiyo ndio principles za nyumba ya Bwana. Tusome katika kitabu cha Colossians tunapomaliza, Colossians 3:12. Colossians
ni Wakolosai. Wale hawajui Colossians ni Wakolosai, kifungu ni cha 3 mstari ni wa 12. Inasema, therefore as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long suffering. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao ni wateule wa Bwana, watakatifu, wapendwa wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama wewe ni mteule wa Bwana, unafaa kuishi maisha ya utakatifu. Unaweza kuwa wewe ni mpendwa, unastahili kuwa wewe ni mpendwa wa Bwana ambaye anampendeza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tuishi katika tender mercies, kindness. Kindness ni kuwa kind, yani kuwa kind kwa wengine, kupenda wengine. Kukua kind ni kama vile inaitwaje kwa Kiswahili? Ukarimu. Yes, basi. Kuwa wakarimu kwa wengine. Unaweza ukashare whatever you have with others. That is kindness. Kuwa mkarimu kwa wengine. Usikue mchoyo, usikue mtu. Kuna mtu hapa leo ako kanisani, lakini hata jirani yake amuombe maji ya kukunywa hawezi akampatia. Bwana Yesu asifiwe. Na tuko kanisani tunainua mikono tunasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. That is not a principle from the word of God. Unafaa kuwa wakarimu kwa wenzetu na wale ambao wanatuzunguka. Ufai kuwa wewe mwenyewe unajipenda wewe mwenyewe. Unafaa kuwapenda wengine kama jinsi ambavyo Kristo alitupenda. Hapo chini nasema bearing and meekness. Meekness ni unyenyekevu. Long suffering. Long suffering ni kumaanisha unajinyima. Ni kujinyima ukaweze kusimama katika hiyo nafasi. Licha kwamba mambo yako rahisi, lakini uko pale, uko pale, umeamua kutumika pale. Despite mambo yote ambayo yanatendeka, uko tu pale. Bwana Yesu asifiwe. Umeamua. Yesu aliteseka, akabeba mizigo, akabeba hata the cross. Yesu alibebeshwa the cross na alibeba kwa ajili yetu. He suffered because of us. Na sisi kama viongozi tunafuata nyayo zake Yesu Kristo. Kwa hivyo hata sisi tunafaa kuwa long suffering. Sio watu wa kuvunjika mioyo haraka, sio watu wa kukosa tumaini haraka, bali ni watu ambao wako na matumaini. Licha kwamba mambo inaweza kaka na kwamba haifanyi kazi kwa wakati huo, lakini sisi kazi yetu ni kuwapatia wengine tumaini kana kwamba inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Bearing with one another and forgiving one another. Bwana Yesu asifiwe. Tukivumiliana na tukisameheana. Kwa hivyo inamaanisha nikikukosea nisamehe, ukinikosea nikusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Na kama wewe umebeba mtu kwa moyo wako, anza kumrelease leo. Mwambie ondoa hiyo kitu kwa roho yako leo. Mwambie Bwana, nipatie hiyo neema ya kumsamehe na kumwachilia katika jina la Yesu Kristo. Kama Wakristo hatufai kuwa tumebeba, tunafaa kuwa watu wa kusameheana. Ndio watu wanakoseana, umenikosea, nimekukosea, nimekusema mambo mengi ambayo hukutarajia, nimekutenda mambo yale ambayo hukutarajia, naomba ukanisamehe katika jina la nani? Ya Yesu Kristo. Kwa sababu Biblia imetuambia tunafaa kuwa tukisameheana. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. Bwana Yesu asifiwe. Hatufai kuwa tumebebana. Kwa hivyo mimi kama umenibeba leo niachilie. Kama nimekubeba leo nifanye nini? Nikuachilie. Biblia imesema imesema tusiwe na complaint, ama tusikue na, inaitwa aje kwa Kiswahili? Complaint ni manunguniko kuhusu wengine, kuhusu wenzetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama niko na issue na wewe leo, kama uko na issue yoyote na mtu yoyote leo, kabla hujaekelewa mikono kuingia katika uongozi, naomba ukamsamehe na ukaiachilie katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. But above all things, put on love, which is the bond of affection. Bwana Yesu asifiwe. Sasa upendo imefunika kila kitu. Ninasema aji kana kwamba wewe leo upendo wa Yesu Kristo ufunike hiyo mambo mengine yote. Ile makosa ambayo wewe umenikosea ama mimi nimekukosea, wacha ifunikwe na upendo wa Yesu Kristo. Siku ya leo ikafunike upendo wa Yesu Kristo, ukafunike kila kitu katika maisha yako.
Bwana asifiwe. Upendo wa Yesu Kristo ndio umebeba sheria zote katika ulimwengu. Ndio umebeba sheria zote katika neno la Mungu, kwa sababu bila upendo we are nothing. Because if I love you, there is some things I cannot do unto you because I love you. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo ninapenda mtumishi, kuna vitu ambazo sitamfanyia ni kwa sababu ninampenda. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo ninakupenda, kuna vitu ambazo sitakufanyia kwa sababu ninakupenda. Na ukipenda mtu, you can do anything for them. Bwana asifiwe. Ukipenda mtu, unaweza fanya chochote. Unaweza hata panda milima kwa sababu ya huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza hata enda mbali kwa sababu umependa huyo mtu kwa ajili yake. Bwana asifiwe. Kama mimi ninakupenda, naweza enda safari mrefu sana kwa sababu yako. Bwana asifiwe. Wakati ambapo mtu amependa msichana, ataweza tembea mguu mpaka kwao bila hata kujua kama alikuwa anatembea mguu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kile kitu ambacho anaenda kupata pale. Kwa sababu ya kile ako na malengo yake. Nimependa huyu msichana na lazima nimpate kivyo vyote vile. Bwana Yesu asifiwe. Huyu nimependa licha kwamba hata kama ni nini, milima itanizuia kuweza kufikia huyu mtu. Vikwazo sitanizuia kuweza kumfikia. Bwana Yesu asifiwe. Utatembea, utembee mpaka ukaweze kumfikia. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya ule upendo ulio nayo ndani yake, ndani yako, na unapenda huyu mtu awe wako. Na kwa sababu ninampenda, nitatembea kivyo vyote vile. Bwana asifiwe. Wakati ambapo watu wako na upendo, hata uchapo usikiangi. Hata ufanywe nini au usikiangi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo tunastahili kuwa katika upendo wa Kristo. Ninapompenda huyu, I can do anything for the love I have for them. Bwana asifiwe. Na ukipenda mwenzako, unaweza fanya chochote kwa upendo ule ambao Bwana amewekeza ndani yako. Tusimame kwa miguu yetu. Tusimame kwa miguu yetu, praise and worship.